West TV, tazama ilivyo. Mtazamaji, asante sana tena kujiunga nasi hapa kwenye West TV Staftahi, ikiwa sasa ni awamu ya pili ya mahojiano hapa West TV Staftahi, na tayari studioni ninaye rafiki yangu siku zote Job Bonya ambaye yupo ndani. Tutakuwa tunazungumzia masuala tofauti ya kisiasa yale ambayo yanatendeka hapa mkoa wa Magharibi, yakiwemo pale kukodisha kampuni ya Nzoia, na pia matamshi ya mkubwa wa majeshi nchini CDF Chief Defense Force akiwa ni kahariri, na pia baadhi tu ya masuala ambayo tutakuwa tunazungumzia. Mpenzi mtazamaji, asante sana bwana Job Bonya, karibu tena leo siku ya Alhamisi, ikiwa ni tarehe ngapi? Tarehe 3. Uko sawa? Mimi niko sawa, asante kwa kunikaribisha tena. Kwa sawa, mvua imenyesha, watu wanapambana na kupanda. Nafikiri watu wapande ndio tufukuze njaa. Na tuwe na chakula nyingi zaidi. Tuwe na chakula nyingi. Alafu njaa itoke, watu wafanye maendeleo. Na watu wafanye maendeleo. Kama ya Rais William Ruto bana. Hiyo ni siasa, si maendeleo. Bwana Job, nataka tuzungumze tugie moja kwa moja. Kukodisha kiwanda cha sukari cha Nzoia ni shughuli ambayo tayari imenoga sana. Kuna wale ambao wana viongozi kutoka eneo la Magharibi kuna wale ambao wanapinga, kuna wale ambao wanaunga mkono. Sijui hili swala litajadiliwa vipi? Muona katika vinywa vya wanasiasa wetu wote, tangu Chadi awe governor, awe sai speaker, awe nani, katika kampeni zao walikuwa wana kampeni ya kwamba hakuna wakati Nzoia itakuwa list, hakuna wakati Nzoia itauzwa. Hiyo ndio kutoka vinywa vyao. Sasa ukiona wale labda wanapinga, tunaweza kuona katika mikondo miwili. Wale labda wanapinga na wale wanaunga mkono, inaweza kuwa ya kwamba wale wanaunga mkono wamekula kitu, wale labda wanapinga hawachakula kitu. That can be possible. Lakini overall ile kitu ina situation hivi. Wakati walikuwa wanaongea leasing miaka 30, sidhani kama Lusaka atakuwa kwa miaka 30, ama akiweko atakuwa ni mtu ambaye ana miaka 100 na ngapi. Hadijui kama Spika atakuweko. Hawa jamaa wataenda katika historia ya hii, kwa sababu mtoto akisaliwa saa hii paka awe miaka 30 alafu ajue ya kwamba tulikuwa na viongozi ambayo walifanya haya. Sidhani kama watu wa Bungoma watakubali kama hiyo. Umeona kwanza mfano floating ile wamefanya, sawa? Hii kiwanda ina zaidi ya eka 1030, lakini wako wanasema ya kwamba katika hii eka 30 kwa miaka 30 kila eka ni shilingi 1050 kila eka. Market price ya kukodisha saa hii shamba ya miwa katika upande wa Trans Nzoia huko scheme, wanakodisha eka moja shilingi 1060. Ndio mtu akupatia shamba yake ulime ufune miwa mara ngapi? Mara 3. Now ukifanya calculation hii vizuri, utaona ya kwamba katika hii Nzoia average ni kamba wako wanakodisha eka moja kwa mwaka shilingi 1666. Ukicalculate, ukichukua 50,000 divided by 30, sasa 1600. Na the market price ya kukodisha hata kama hapa Bungoma is between 40 and 50,000. Pesa ile ingine kama ni 40 inakumaanisha assuming 2000. Tuna mtu katika hawa wale wanaunga mkono, yule aka anapata shilingi 1038 kwa eka. Hao wale wanaunga mkono hao. Umeona? So it is so fishy. The market price ndio hiyo.
Lakini wewe unakuja hapa unatuambia ya kwamba wako wanakuotesha eka moja. Siwapatie watu wa Bungoma. Hata mimi naweza nikakuotesha tena. Lakini kama eka moja ni shilingi 1,600 then it is so cheap. Yule mwananchi wa kawaida atasema kwamba iwapo shughuli ya kukodisha itasuluhisha baadhi ya shida ambazo pengine ama kumaliza shida, tunaangalia ndio umeona tuna njia nyingi zile management ya Nzoia inaweza kuwa. Hapo nyuma tulikuwa na kampuni professional company kumanage ilikuwa inaitwa Shafu hapa Nzoia. Mumias ilikuwa inaitwa Pokas, isn't it? Why can they not hire those professional companies to manage the affairs of Nzoia other than leasing? Kwa sababu Shafu wakati ilikuwa Nzoia watu walipata pesa, Pokas ilikuwa Mumias. Bwana, umeona vitu kuna yule atasema kwamba iwapo hii shughuli itasuluhisha taabu ama shida ambazo tuko nazo, basi liwe hivyo. You know nini, hatuwezi tukasuluhisha taabu kwa kuleta taabu zingine. Hakuna solution. What we needed was a professional body kama Shafu ile run Nzoia hapo miaka ya tsaena kitu na Pokas ikarani Mumias, si ndio? And the people are getting money. Are you getting it? Kulis 30 years ni kama kuuza, kwa sababu hawa jamaa wale ambao wako wanapika kelele hawa kina governor hawa ya kwamba tutataka kusaidia watu wengine. Sio lazima leasing will be a solution to it. Isn't it? What is happening hapa Nzoia ni kwamba MD wa Nzoia anapata even thrice mshahara na MD yule ako West Kenya. Hapa Nzoia wanaandika watu excess, wanapita mapato ya factory. Those are the problems. Are you getting it? Wanaandika watu wengi, MT wa hapa anapata pesa nyingi, engineer wa hapa anapata pesa ile 3 times yule West Kenya anapata. But that because it is a government entity. So tunaweza ona ya kwamba tuna njama fiche katika hii. Tuna watu ambao wamekula hapo Mlungula na wanataka kufanya watu wa Bungoma ama watu wa Magharibi waumie. It is not sincere, hawakusinzia. Kwa sababu hao wenyewe walikuwa wamepinga. Speaker alikuwa anapinga that Nzoia will be leased or sold over my dead body. Governor alikuwa anasema ni kitu gani kimekuwa soft. Tunasikia wakati alikuwa State House, tuna wabunge wale walikemewa zichwate na mheshimiwa rais na vitu vingine. Wale walikuwa wanachariwa mbona unahisi kwamba pengine walibadilisha mawazo yao? Unajua watu wetu hawa, they are not for the people. Ni kuambia tu kweli Felix. Viongozi wale unaona kina governor wetu hapa, kina speaker hapa, they are not for the people. They are for themselves. Are you getting? Because you want to tell me leasing of this company is only going to benefit a few individuals. That's what you're trying to say? Exactly. It's going to benefit a few individuals. Hili management vile nimesema, tukiweka maneno ya Shafu, tumeweka maneno ya Pokas, isn't it? Professional companies. Wale ambao wanaweza kukucha hapa kulaini so that inafanya vizuri. Hii leasing hakuna mtu wa Bungoma atakubali. Miaka 30 ni kama umeuza. Umesikia? Miaka 30 si leasing, wako wanatumia tu luka ya leasing lakini hii imeuzwa. In short. Umesikia? Hii document zote za leasing. So hii it is not to the best interest of the people of Bungoma. Do you think leasing this company is going to solve some of these problems? Nothing. The management is the same. Si nimekuambia hapa wanaandika hapa watu wale wanakula mshahara kubwa, isn't it? Comparison na ile private companies. West Kenya na watu wengine mshahara kubwa wanaandika watu wengi hata wale wafanyi kazi na wanakula mshahara. Then tell me what will be the repercussions of leasing this company? The repercussion is that nobody will, hakuna mtu yule atasikiza speaker, hakuna mtu yule atasikiza governor. Hawa they are on record, isn't it? Ya kwamba wakati pen paper imeuzwa wakati huyu speaker alikuwa senator. Huyu governor wa sai alikuwa governor. Are you getting it? So it is a double-edged problem that these people have caused. Sawa, sai wanauza Nzoia na hawa ndio wako the topmost leadership in this country.
So hii ndio vitu tunasema hapana, tuna njama fiche. Hata nini rumors acid that tuna wengine hata tayari wamenunua ndege katika hii kitu. Vitu kama rumors is just out there. So kuna uwezo kutuambia watu wa Bungoma ya kwamba ukotishe eka moja ya shamba kwa shilingi 1,600 when the market price is 50,000, 60,000, at least 40,000 per eka per year. Alafu huko nakuambia ni shilingi 1,600. Kuna yule atakwambia kwamba iwapo tulitumia ama tulijaribu mbinu zingine kusuluhisha hili jambo, kuleta mabadiliko, na pengine hizi mbinu hazijafanya kazi, mbona tusijaribu nyingine? Let me tell you, it remains the same, isn't it? Na shida ambayo tuko nayo ni ya kwamba mheshimiwa governor hapa si mkulima wa miwa, mheshimiwa speaker hapa sio mkulima wa miwa. I getting it. Watu ambao wako wanaunga mkono hizi vitu zote si wakulima wa miwa, but hawa ndio wanashika huko tenders. Umeona? None of them ni mkulima wa miwa, hata hajui miwa wanalima namna gani. And those are the people who are making decisions on our behalf, which means they are not one of us. Kwa sababu hawalimi miwa, hawajui miwa inalima namna gani. Umeona? And they are the people who are making this. Sasa hata miwa ikichomeka hawaumii because they are not part of you. Hiyo ndio shida. So that they go and make arbitrary decisions on behalf of the people. So sisi ama tu watu wengi hapo, ukiweka hapa kura ya kwamba Nzoia euzwe, si ndio? Kwa wakazi wa Bungoma 90% will say no. Kuuzwa ama kukodisha? Hii imeuzwa. Miaka 30 Felix. Miaka 30 uli algana old man. Yule old man sasa hawatakuwa. Hiyo imeuzwa. It is a soft language of saying that ni leasing. I get it. That years watakuwa wapi? Hata wale wako wanakimbia hapa wanaongea kwamba hata Mungu nini akitujalia, si ndio? Old man huko hata utembei, isn't it? Na wewe umeuza kitu miaka 30. So it is a soft way of selling. So watu wengi hawakubali, sio kwa uzuri, kwa nini ubaya, but tuna jambo fiche katika hii, isn't it? Agreement yenyewe watu hawaijui, isn't it? So ni kitu ambayo kinafanyika chini ya maji. Chini ya maji. Hata uliona nene speaker aliita watu wengi sana hapa kwake hapa na Muyemba. Na Muyemba hapa akaita chiefs, akaita GMC. Wengine walikataa hawakuenda, isn't it? The purpose ilikuwa ni maneno ya Nzoia, na akaona kwamba hii haiwezekani, ndio kaanza kusema ya kwamba hadi saa hii tunataka yule chief anaandikisha watu wengi, nitampatia 1 million. Lakini ile kitu which was burning main agenda. The main agenda hapa ile watu wa Bungoma wote walikuwa wanaangalia, haikuwa katika kusikilisha watu ID, walikuwa ni Nzoia imeuzwa ama haijauzwa. That was the key thing. That was the main issues trending. But you see, how do you know ni nani ameandikisha watu wengi na wachache? Because locations don't have the same population. On the same issue, ni tunamsikia juzi mbunge wa Kabuchai Majimbo wa Kalasinga akasema kwamba yeye hata koma kumwakilisha mwananchi, hata koma kumtetea mwananchi. Nasema kwamba hiki kiwanda cha Nzoia kisiuzwe, na pengine yale ambayo unasema kwamba kinauzwa, wanasema kwamba kisikodishwe na mtu yeyote. Majimbo Kalasinga akasema kwamba maisha yake yapo hatarini. Kuhusu jambo hatarini, yeye Majimbo Kalasinga amesema kuna wale wa juu ambao wanahatarisha. Ngoja nikwambie akina nani hao? Majimbo Kalasinga anasema what the feelings of the people. That is what is popular, isn't it? Ukienda umumu ni wale ambao wamepewa shilingi 2 ndio watasema wauze walisi. But the popular, isn't it? Watu wanasema kusikiza ground, si ndio? Majimbo amesikiza ground. Watu ambao wanasema haiuzwi wamesikiza ground. Watu ambao wanasema inakuwa list hawajasikiza ground. Wamesikiza watu ambao wamewapewa pesa.
huko mbele kulisi hii. That's how it is. So this life can be in danger, yes or no. Nani kwa sababu maisha yake? Kwa sababu shida ni moja. Wako wanasema ya kwamba yule mtu ambaye anauzia ama analisi ni kutoka Nigeria, rumors, isn't it? Kutoka zina na Nigeria ambaye sijote mtoto wa mheshimiwa rais jana anaoleka. Those are the rumors in the street. We cannot say it is true, but it is what is being talked in the street. Umeona? Yeah, so nafikiria Majimbo Kalasinga is talking on behalf of the people. That is the popular thing. Okay, ikiwa wanasema unasikiza crowd, then Majimbo is talking. Let me ask you this. Yeah. Do you do what is popular or what is common or what is right? You know why it cannot be debunked. Sindio? Hakuna wabunge hao wote, including our honorable speaker, including Lusaka, yule ambayo wakati tuenda kwa kampeni alikuwa anasema ya kwamba Nzoia itakuwa list none. Sindio? Na walikuwa wana kampeni kwa watu. Ni kitu gani kimebadilika? The MOU between Fort Kenya ANC and which was signed by His Excellency the President, ikakuwa signed na Mudavadi, ikakuwa signed na Mheshimiwa Wetangula, Chris Wakikiweko. It had nothing to do with the leasing of Nzoia. Isn't it? Article 22 of that MOU is very clear. Ya kwamba the Kenya Kwanza government will use national resources to modernize. The word modernize, isn't it? Modernize Nzoia and Mias Sugar Company. That was the MOU, isn't it? On top of it, we gain 30% on top of 1,000 kilometers of road. So, ukiuliza Mheshimiwa Speaker, in your MOU, did you oversee leasing? He signed it, and it has nothing to do with leasing. So, ile kitu wanakuambia saa hii is something that has been influenced by money. Believe it, Felix. Isn't it? Believe it. Unahisi pengine ni pressure tu kutoka juu. Hakuna pressure. Naweza wanaume bure ni pengine ni pressure. Wamekula. In short wamekula. That one we can. Wakati wa kampeni pengine walikuwa wanasema kwamba nobody will touch Nzoia, and then walikuwa wanasema Nzoia, lakini baada ya kuwepo kwa serikali ya Kenya Kwanza, pengine wakaanza kuhisi that pressure kutoka mali. Pressure from where? When you are a representative of the people, when you know the problems of the people. I get it. Doesn't matter. You know, does it matter? Sikiza. Rais hawezi kuja akadictate maneno hapa. Are you getting it? Ndio unaona rais anakuanga mikutano na watu before aende kule. Are you getting it? Rais hajui hii vitu wewe mbunge tunamwambia kwamba tuna barabara kutoka hapa kwenda hapa, yeye asema. Are you getting? So if it is influence, whether it is but it is a wrong influence. So, but the popular attitude of the people and the popular campaign theme for all members of parliament in Bungoma is that Nzoia will never be leased, Nzoia will never be sold. So watu wanaenda na hiyo. Hiyo wengine, those are stories. So what you're trying to say is the leaders from Western Kenya, they are the leaders that advocated for the leasing of this company, who are advocating for the leasing of this company. Go to the MOU. MOU is a legal document that was deposited before the registrar. Mheshimiwa Wetangula had nothing to do with the leasing. It was a modernization. Na nimekuambia, tusirudia hapo. It's a modernization of Nzoia and Mias Sugar Company. Hii ingine ni stories. Are you getting? The problem is that yes. The biggest problem we have in rural land, isn't it, in leadership, is that lawyers across the board are classic followers of other leaders. Sisi tunawachukua hapa tukisema ya kwamba hawa watatuongoza. Are you getting? But wakienda huko, all the so-called senior members of parliament, yes, are mere followers of other leaders. Ndio nimekuambia kwamba pengine followers of other leaders, and I can tell you nini, umeona mfano Mheshimiwa Mudavadi. Yes. Mheshimiwa Mudavadi has been an ardent follower
of Moi from 1989 to 2002. He was an ardent follower of Moi. 1989 to 2002. Then he switched and became an ardent follower of Raila Odinga from 2007, briefly 2013 when he contested, up to 2022. An ardent follower of Raila Odinga. Do you bite the hand that feeds you? Now, exactly. Ruto, now, from now, April 2022, Musalia became an ardent follower of Ruto to date. Wetangula himself, he was an ardent follower of Moi from 1992 up to 2002. An ardent followers, isn't it? He was an ardent follower of Kibaki, briefly from, not briefly, 2002, 2013. Then he was an ardent follower of Raila from 2013 to 2022 April. Then from 2022 April up to now, Wetangula becomes an ardent follower of William Ruto. Isn't it right? Exactly, until now. Get it from me. You think it's going to continue? Mheshimiwa for Oparanya has been an ardent follower of Raila Odinga from 2002 to date. Then Eugene Wamalwa has been an ardent follower of Kibaki 2007, 2013, and then Uhuru 2013 to 2020. Today, we don't know he will be a follower of who. This is what I'm saying, isn't it? He wants to vie for the president. Oh, forget about it. Those are pretenders. Those are participants. So, that is the problem. So, I agree with you, is that pressure from up, it can work because they are followers of other leaders. Period. Kumaanisha hawana msimamo. Hawana usemi. They are followers of other leaders. And most of our leaders from Western, nilikuwa nenda namsikia ilikuwa siku ile gavana nani Nandis akisema is a completely an ardent follower of Raila Odinga. Nothing else. Are you getting it? So that is the problem we have in Luhya land, is that we elect leaders, but they are followers of other leaders across the country. So they cannot make decisions on their own because they are followers. Let me tell you, but it is true, is that Mudavadi must follow Moi mpaka akufa atoke, because it is Moi who met him, who is. Are you getting it? Then Raila met Mudavadi who is, akamupatia nafasi akapwana deputy prime minister. Oparanya must follow Raila because it is Raila who makes a decision of whether Oparanya becomes a minister or not. Are you getting it? The question is, how long will our leaders remain ardent of followers of other leaders? Nataka ukomee hapo. Na kuna jambo nataka tuzungumzie. Yes. Rais William Ruto yupo ziarani kule Mount Kenya. Tumeona akifungua miradi tofauti na pia kuangiza mambo tofauti kama mradi wa bilioni 42. Walikuwa wanasema kwamba mlima haupo tena kwenye serikali, lakini tumeona pia viongozi wale ambao walikuwa wanalalamika sana wanampa maneno sana mheshimiwa rais, wanatembea na mheshimiwa rais kule mlimani. 42 billion za barabara. Exactly. Wacha nikuambie, in the Kenya KK government, isn't it? Yes. The people who are going to benefit heavily as a people from Luo Nyanza and the central Kenya. Kwa nini? Kwa sababu Rigathi Gachagua anapinga William Ruto kwa vyovyote. So the president must do what it takes to please the people, and atapeleka huko maendeleo. Are you getting it? Luo Nyanza nilikuwa nasema wiki hiyo nyingine, when President William Ruto was in Western opening a market in advertised worth 10 million, isn't it? Which of course is little money compared to
to the transport arrangement ya rais ya mandeke na mafuta na kila kitu, Raila Odinga was initiating a 120 billion project in Kisumu, in what we call the molasses plant, 285 acres, and constructing 1,400 units, housing units. Are you getting it? So that's why I'm saying, when will our leader stop being followers of other leaders? Are you getting it? Hao watu wata benefit. Watu wa Mlima Kenya wata benefit because the president is worried, isn't it? And Rigathi Gachagua ataendelea kukemea rais, amefanya atakwambia hachafanya kitu, amefanya atakwambia hatafanya vitu, until the president will do development there. Are you getting? In Western is nothing, because what in Western, part of that MOU is launching very big projects. Exactly. 42 billion project there, Mbau Road and whatever. Na hapa we were promised, or not really promised, the MOU between Ruto, Mudavadi and Wetangula was that they finished the incomplete roads first, and then calculatively at 1,000 kilometers of roads. That is in the agreement, and the modernization of Nzoia and Mumia Sugar Company. It has never been done. Are you getting? And there is nobody who will follow up, because they are followers of other leaders. My friend, get it from me. Kama wewe ni mfuasi wa mtu mwingine, hakuna kitu unaweza kufanya. Mfuasi ni yule mtu akisema thank you sir, nimeshukuru, yes sir, nimeshukuru, isn't it? But it is true, isn't it? Mheshimiwa Wetangula is speaker capital of Ruto. Nobody else. He is not speaker because of himself. He lacks the numbers, and I've said this over again. Mudavadi has no numbers, so they must be followers of other leaders, and that is the problem we have, and that is why we are also saying that let nothing, they are not also be a follower of another leader. Wakati ambapo so that we can be leader on your own, isn't it? You see, like Edwin Sifuna, Secretary General of ODM. You know, wamepatisha tune. Ukiona kina Ososu, ukiona kina everybody now, isn't it? Fears Raila, because they are merely followers of Raila. Are you getting it? And the others are followers of Ruto, isn't it? We have none of our own here whom our people follow. So Central Kenya will reap heavily in this government, and Luo Nyanza will reap heavily in this government. But Western, itaenda bure. Are you getting? Because we have leaders who are followers. Are you getting it? We have leaders who are not focused on the development of the community. Nothing. They are focused on the development of themselves. And Nzoia Sugar Company can be a telling story. Isn't it? Of how you change tune, wakati ulisema hii, wakati ulisema, you know, we have what we call popular attitudes, isn't it, in politics, and the popular expectations, isn't it? What do people expect? Watu ukiwaambia Nzoia iko inauzwa without even public participation, isn't it? People don't know what it means to lease and what it means for it to remain in the government covers, in the government management. The government has about 97.9% of the shares. That is okay, but was there public participation to see how Nzoia will benefit people when it is leased, or when Nzoia is managed by a professional company like Shaf, like Miasi Bukas, isn't it? That could happen a comparative analysis so that the people understand. But our leaders fed us with a lot of information that Nzoia will never be leased. Unahisi kwamba pengine kutokuwepo kwa umoja kati ya viongozi kutoka eneo la magharibi na pia wakazi ni jambo ambalo pengine linachangia rais kutoleta miradi kubwa ambayo pengine anapeleka sehemu nyingine? Si hata umoja, isn't it? The issue is kwamba watu hawana umoja hata nisipo fanya one, and then
as I told you, we are a headless community. Nilikuambia hapo, yani sisi hatuna kiongozi, isn't it? Save for now, Natembeya, who is trying to now emerge, isn't it? Who resonates with the common purpose of the iwapo hao viongozi wanaweza kuja pamoja na waseme kwamba huyu ndiye atakuwa tuseme kingpin, kiongozi wetu, hawa na umoja, au hisi kwamba pengine hawezi kwamba wacha nipeleke kule miradi, nikwambie unisikize vizuri. Tuna mzemo katika uruka ya Kibukusu hapa. Unajua mbwa? Mbwa haijawahi kubebea mbwa ingine mfupa. Hata watoto wake. These are the leaders we have here. Are you getting? They cannot unite because they don't have the common purpose of the people. They don't have the common agenda for the people. The agenda they have is theirs. Sawa sawa. Yeye au kutawala, anunue helikopta, imlete paka nyumbani. Are you getting it? Watoto wake wawe ng'ambo kuisha. Si kama nani Kachakwa huko. Sio kama Raila Odinga ni Nyanza. Isn't it? Why people die with Raila in Nyanza is that he does not do things on his own. That he brings mega projects katika hiyo maeneo. Are you getting it? Wako wanaongea about 42 billion ile loan kutoka China being pumped in Western region. No, not Western, in Central region. Are you getting the point? Now, Western, uliza Wetangula, uliza Mudavadi. Isn't it? Which mega project has the government here brought in the entire Western region? Worth even 2 billion? It's nothing. Hakuna. Hawa wakienda huko wakikula maneno yao imekwisha. Isn't it? So that is the problem. Hawawezi waka-unite because they are not for the people. They are for themselves. Bwana Job, kuna yule anakusikiza na anasema kwamba iwapo wanapendekeza kiwanda cha Nzoia kukodishwa na mnapinga baadhi tu ya maneno ambayo pengine watu ambao wanafanya lakini mnapinga. Unataka wafanye. Sikiza. Si wananchi ndio wanapinga. Wabunge hawa wenyewe Nguluti na waspika kwa mikutano yao wakati alikuwa na kampeni kuwa senator. Angalia sile nini, utaona ya kwa hakuna mbunge yeyote aliambia wananchi wa Bungoma 2 million wananchi hapa ya kwamba Nzoia will be released. None of them uttered that. Kila mtu alikuwa anasema ya kwamba it will never be solved, it will never be released, it will be released over my dead body. It's only a fool who doesn't change his mind. Not a fool, but can you go back and to public participation? Yes. Nilikuwa nimesema ya kwamba haiuzwi, haikui list. Lakini this is what I've seen. Have they come back again? No. Wanaenda Nairobi, wanapewa Mulungula, alafu wanakuja wanasema leasing is good. No. Why wasn't it good when you were campaigning? Isn't it? Is it good because of now? Are you getting it? It is like yani mtu anakuambia ya kwamba ile unit sawa at now Aruke Insurrection now becomes the chairman of Ruo members of Parliament. For what purpose? People unite before an election, isn't it? People who unite after election are cowards. Simple. Unite after election to do what? To eat as individuals? Watu wanaungana kama tunaenda kwa kura, ukasema kwa hii kura tuungane Felix, ndio. Tukiungana, this is what we will get. Are you getting? How do you unite? Isn't it? Fort Kenya, ANC, DAP, name the independent, okay. You have an independent MP ni kutoka hapa na mbali. You need to do what? Smart people unite for an election, fighting for a common agenda. Isn't it? Lakini you can't unite after election. Uniting after election ni kila mtu kutafuta ku, and that is the culture of our members of parliament. That is the culture of our senior leaders here who are merely followers of other people other than fronting the interests of the community. Hiyo ndio shida tuko nayo. Are you getting it? Yeah. Sawa. And you know, they are very complacent.
and they are the cheapest political commodities on the market during elections. Hapo mimi sisemi kitu Kabisa. lakini Cheapest. nataka tuzungumze swala fulani. Naam. Kuna mambo ambayo yamezungumzwa kuhusu siasa. Tumemsikia Major Chief Defense Force Kahariri alikuwa anazungumza kuhusu Gen Z, wale ambao wanamfokea mheshimiwa rais kwenye mitandaoni, wale ambao wanasema Ruto must go. Tumeona viongozi wengi wakijitokeza sana. Hata tumemsikia mjumbe wa Bumula Wanami Wamboka akimzomea, kumwambia kwamba wewe you are from a disciplined force, wachana na mambo ya siasa. Unahisi pengine Meja Kahariri alipoteza pengine mwelekeo? Completely kabisa. Alipoteza mwelekeo. Chief of Defense Force. Exactly. You know, article, I don't know which article, Article 241 of the Constitution, 3A of the Kenyan Constitution, defines what KDF should do. Defend and protection of sovereignty of the international territorial integrity. Kazi yawa wanajeshi ni hiyo. Are you getting it? To defend the borders of the country. That is where they are, isn't it? But they can be used in situation of emergency. It can also allow, isn't it? But now, you know, the ADF man should distinguish. We have what we call the state, isn't it? Then we have a government. Yes. Those are two different. For them, they defend the state. You know, a state is a political unity that has ultimate sovereignty. That is the state. But the government is a group of people within the state, all on a social contract of 5 years, isn't it? Who act on behalf of the people. So there's a difference between the government and the state. The KDF is for the state, it's not for the government. Are you getting it? It is like a nation. A nation can be, a nation is a group of people also defined mostly by language, isn't it? We can talk of the Luya nation, the Luo nation, the Hayo nation, the Kikuyu nation, or the Giriama nation. But the state is different. So the work of KDF is to defend the state, not the government. Are you getting it? So when the KDF man comes up and makes such a statement, which is very, very unfortunate, he's telling us that, hey, Was it a reckless statement? Completely reckless, out of context, isn't it? He is telling us that Kenya, he's telling Kenyans that, hey, the president is Kenya and the Kenya is the president. This is a wrong mindset. He cannot act as a youth winger of the government. He's not part of the government. He's part of the state. He protects the state of Kenya, not the government of Kenya. Are you getting? So that was a very, very and you know Nene Felix. Demonstration is by public, even to force the president to resign, is constitutional. Are you getting it? It's constitutional. Watu wakisema wakikataa wewe namna gani? Channing Ruto must go is not new in Kenya. They said Moi must go, isn't it? Yote yawezekana bila Moi, isn't it? Nobody turned to KDF for defense. There are people who elected Ruto. If they are simply dissatisfied with him, isn't it? The military has no role in that completely. That was a very reckless statement. Lakini kuna viongozi kutoka serikali ambao wamemtetea sana. Umeona sasa viongozi from the government, that is what they will do, isn't it? But KDF is not a political wing of any government. It's a state. It's a state. And the government
is a group of people within the state, isn't it, on a social contract. Then kazi ya hawa saa hii tuna mkataba kati ya hawa na wananchi kwa miaka mitano. I get it. Kusha. KDF is for the state, isn't it? Huyo mkuu wa majeshi haka anakuambia kwamba the government is above the state. No, the government won't be above the state. The government is below the state. The state of Kenya remains, isn't it? Governments will come and go, but the state of Kenya remains. So KDF is there for the state, not for the government or a political party. Because political parties will come, governments will come and go. Wakati tuko nasema hii ni serikali ya Ruto, ya UDA. Last time ilikuwa serikali ya Uhuru. Ingine ilikuwa ya PNU. Ingine ilikuwa ya KANU. Just like that. So these are passive things which the military should not be involved, and they should not act as if they are youth wingers of President William Ruto. Kama watu ambao walichukua Ruto wenyewe wamemkataa, wako wanasema he must go. Are you getting it? They have a right kwa sababu hao ndio walimchukua. Wakati ambapo unasikia kiongozi wa jeshi akizungumza hivi, unahisi kwamba haya matamshi yana madhara gani? Hii matamshi ina madhara mabaya sana. They may have known what is happening. Kwa sababu hakuwa peke yake, walikuwa na yule wa National Security Intelligence, Luteni Haji, na akasema ni madhara kwamba people wananchi don't consume intelligence reports. Intelligence reports are consumed by the executive to act. Are you getting it? Sio sisi wanasanya wanapatia rais hii for the executive to act. Ukikuja kwa public, there may be something that Kenyans don't know, which we are saying ishindwe, isn't it? Let the military remain in the camps. The Gazette notice ile waliweka hapo ya kwamba watoke, it has to be revoked, isn't it? Watu hawajui military is a complete government, isn't it? We don't entertain them in any political issues. You go in countries where we have traveled, like Uganda here, DRC, Rwanda, Sudan hapa. We don't wish any person from the military to utter a political statement. It is very dangerous. Watch how let them stick to their mandate of protecting the nation. In the case of any other thing, it has to be approved by a government and National Assembly so that they can move out. Sijataka nikuulize ile swali, lakini wacha nikuulize. Unahisi kwamba pia hao pengine wanafuata order from above? That's what it means. And ndio nimesema ya kwamba KDF they are independent. Don't forget about it. They are not politicians. Let them leave politics to politicians. Ruto must go is a political slogan, isn't it? It is not an insecurity thing. There's nothing to do with the security of this country. Na nimekuambia watu walisema Moi must go, isn't it? Yote yawezekana bila Moi. Nobody was arrested. So these are political slogans that Kenyans are used to, isn't it? We don't want the intervention of the military into those issues because it is none of their business. If Kenyans who elected, the military did not elect Moi, Nene, Ruto. It is the people who elected Ruto. If people are dissatisfied with high taxes, repressive financial bills, failure to deliver services, corruption, confusion in governance, failed promises, empty promises, lip services, political frustrations, arrogant from leadership. People have the constitutional right under Article 33 to say that wewe tumechoka na wewe, isn't it? The military cannot intervene because it is none of their business. The business is between the people who elected Ruto on a social contract of 5 years. Not them. They are not concerned. Kuna viongozi serikalini wanaonekana sana kukerwa na wananchi. Ukisikia wakizungumza ni kama wanakerwa sana na wananchi. Umeona? Watu hawezi viongozi wananchi ndio wamekerwa na viongozi.
It is completely the Sisi wengine akizungumza matamshi yao what you know mabaya. Wamala says power corrupts, isn't it? Watu wamelewa na uongozi. They are very arrogant, isn't it? Wamedharau watu ambao waliwapikia. Ndio unaona hizi Ruto must go. And you know it is everywhere. Tumekuwa hapa na nini mpira hapa amba Asante Mulilo Stadium ya vio vikuu. Wakati watu walikuwa wanaingiza goli ama ikikosa kuingia na watu wanashangilia Ruto must go. It is all over. It is a political slogan, isn't it? That will take us into the next general election. It is not a crime to say Ruto must go. It isn't a crime. It is that people are dissatisfied with the current president. He is not delivering services, isn't it? We have the failed systems, education system, capitation, all those things are failed. High taxes, no services. Are you getting it? Reckless statements, not sitting in an office. Are you getting lying every now and then, promises after promises. People are just tired. So if they say Ruto must go, it's their constitutional right and it's freedom of expression. Are you getting it? So KDF ama mkuu wa majeshi hawezi kuingilia those locals. Are you getting it? They are constitutional. If people riot and overthrow the government through popular initiative, it is in the constitution. And they say occupy state house, occupy what? Unaenda na manene na kwisha. Isn't it? It is not unconstitutional. It is not a must that the president must have 5 years. It's nowhere. If people are satisfied with you, if members of parliament have been bribed, not true, to impeach, isn't it? Then we go back to Article 1 of the Constitution. Power belongs to the people. They can say go and go. Are you getting it? It is not unconstitutional. It is constitutional. That the people are dissatisfied with your leadership. People are tired of your leadership, even it is only 2.5 years. So they can say no. Wabunge hawa wanakula na huyu mtu na huyu mtu anatuumiza. Isn't it? Let us demonstrate. Occupy county government, occupy state house, occupy parliament. Na unakimbia unaenda na watu wanafoma another government. It is constitutional and unconstitutional. Bwana Bwenya, nataka tukimalizia tu kuna hili swala ambalo limejitokeza. Hapo jana tuliona viongozi wa upinzani wakikashifu sana ile jopo ambalo linasimamia kuwateua kiongozi wa IEBC. Tuliona kina Kalonzo Musyoka wakilalamika, wanasema kwamba hawana imani. Lakini chama cha ODM kikajitokeza baadaye kikasema kwamba kina imani na lile jopo. You know, Musyoka Kalonzo Musyoka must be in a fix. Because when Nadiko was done, Azimio was one. And it is Kalonzo Musyoka who now aliakilisha Azimio. Sawa. And within that Nadiko imeandikwa hivi ya kwamba there will be consultations between Raila and Ruto to make any decision. Are you getting the point? Get it from me clearly. Now, Raila is no longer in Azimio, is no longer in the opposition. Are you getting it? That is why now Musyoka is saying, hapana. Kama tulikuwa tunasema ya kwamba huyu jamaa alikuwa anaongoza opposition, na tukaweka katika article that there will be consultation between the two guys who are now in the same government. Now Musyoka wants to be the one to be consulted, which is correct, but it is not in an article. Natiko fixed Raila and Ruto to do consultation, isn't it? By that time of the signing, isn't it? Raila was the head of Azimio. He's now in the government. Na miguu yote, na kichwa yote, na magono yote, isn't it? He's now part and parcel of the government. Now, is he in the opposition? That's why Raila masquerades as being in the opposition. I can use the word masquerading because Wakenya wanaelewa ya kwamba ameenda.
but NADCO it fixed Musyoka in a way that yeye hauko hapa because he was not the head. It was Raila who spearheaded NADCO, and it is consultation is between Raila and Ruto. That is what is in NADCO. But now they are one. They are one. Now that is the problem. On commissioners, for me, we cannot oppose everything. We have been aiming for IPC to be in place so that we have several by-elections. We have so many other registration of voters and many other things. Let us see this process continue, but it must include the opposition. Now that Raila is on the other side of the government, isn't it? These people from the opposition must be included in the decision. They insisted yesterday that they are not in government. Forget about Raila. Nobody, no. You are not in government. Let me tell you. Yes. You saw the Nini from Sifuna. Yes. It is now ODM guys who are defending the government. All talk shows. And there still talk shows from Citizen, What TV, the ODM guys who are defending the government. So, huwezi kusema wajinga wa Kenya ni wajinga zaidi ya kwamba ODM haiko katika serikali, isn't it? You will be lying to yourself, and you will be assuming that the Kenyans are so stupid that they cannot see. ODM is in the government, isn't it? Whether willingly, we know there are some members of parliament like Sifuna and others, isn't it? Who have been forced to be followers of Raila because they have no option. Are you getting it? But ODM is in the government. So, because it is in the government, because that NADCO report was signed as it was, that Raila was in the opposition, now in the government, then they must incorporate the opposition. What I know is that any person who will be the chair of these commissions, isn't it, anywhere, will never come from communities that compete for power. Because Luhyas don't compete for power. Are you getting it? The cases have shown, isn't it? There's no chair of the commission that will be from either the Kalenjin, the Kikuyu, or the Luo, because these are the three communities that usually compete for power. And that's why umeona yumba a commission wengine wamekuwa Waluhya kwa sababu Luhyas don't compete for power. Nimekuambia ndio naona wafanye Chebukati yeye chukua yule watu ambao hawana haja na uongozi au chairman wa IPC. You don't get it. But the chair of the commission will never be. Someone will argue. Even if that person will be qualified. Hakuna uaminifu hapo. Kenyan politics is highly tribal, isn't it? People who compete for power and credit from Felix. Hakuna siku Mjaluo atakuwa chairman wa IPC. Hakuna siku Mkikuyu atakuwa. Hakuna siku Mkala atakuwa. Wanaangalia Waluhya hapa wakompete waje wakuja tusimamie. Hayo ni maoni yako. Hapana. Those are from hard facts. And you will see it happen. Yule mtu atakuwa hapa labda wa IPC anaweza kutoka from very small tribes, isn't it? And the big tribes, yes, like Luhyas, who don't compete for power. And that is how it will be. That's unaona Isaka Hassan, sisi tulikuwa na Wafula Chebukati, tumekuwa na Chezoni, because we don't compete for power. Watu wao tusimamie kwa sababu, lakini wakiweka hapa saa hii mkale hata au IPC, utaona hawezi wakaweka na Mkikuyu hapo, hawezi wakaweka na Mjaluo hapo. They will just put that tribes, so tribes that compete for power, isn't it? Hiyo nafasi na Wakenya wanajua. Hawezi wakaweka huko. Wataweka huko people who don't compete for power, and we are one of them. Kwa ambaye ikifika saa hii you shift. And I told you that people think upwards. Are you getting it? We are thinking backwards. Si mtu anaenda ndio naona saa hii people can qualify that we are number 3. Rubbish. Come on, number 3 for what? Prime cabinet secretary. Rubbish. For what purpose? Isn't it? Tumekuwa na namba 2. We can only praise if one of our own is going to be position 1. But
but we still qualify positions that we have held, isn't it? Tumekuwa na deputy presidents watatu, we still qualify being number 3. We think backwards other than thinking upwards. You get it? And that is why IPC sisi ndio tutapewa tu, waje tupewe huyu, because we are people who can be manipulated, and we have our leaders have clearly said it, and I don't regret, isn't it, that our leaders are followers of other leaders. When will they stop being followers of other leaders so that they can lead the community towards prosperity? No. Nataka tukimalizia Bwana Bonya, kuna wabunge ambao tayari wanakwenda kule Ikuluni wanapewa barua za kuajiri walimu. Now that is the thing, isn't it? That is erosion. That is erosion of professionalism. Walimu TSA umeona saa hizi jana, si ndio? Rais mwenyewe anatembea na mabarua. Nimeona katika kwa magazeti ya leo. Whether it is true, but that is what has been written. We can discuss whether it is true or not. How can the president amepeana kila mbunge barua 200? Are you getting it? Is there a need? That means, is he distributing them? Kwa sababu akipeana, so wacha afanye na maana hivi, wacha apeane kila constituency barua 200. That would translate to 58,000 teachers, because it's 290 times 200 teachers. That is erosion of professionalism by the TSC, isn't it? The president cannot politicize everything. Tuko tunaharibu professional integrity, tuko tunaharibu systems, tuko tunaharibu kila kitu, isn't it? Hii hata kwa wanajeshi barua zinapewana na wanasiasa. Are you getting it? Kwa polisi prasa napeana kwa wanasiasa. Mtu yule na mbunge akipewa, sawa, hizo mabarua ataangalia watu ambao walimfanyia campaign, isn't it? It will never be need based. So Mkenya masikini yule hafiki mbunge, yule hafiki MCA, mtoto wako ataachiriwa kivipi? Mwananchi wa kawaida yule ameuza shamba, amepeleka mtoto university, yule hakupekea mbunge huyo kura, na wabunge wako very keen, si ndio? Wataangalia hii results. Hii polling station ilipata kura 2. Hii na area hiyo hawapati barua, hawapati. Hii polling station ilipata kura 400. Hapa ndio nitapeana. Hii polling station ilipata kura 20. Siwezi peana huko. Are you getting it? That is how our politicians. So ukianza kutembea kama rais na mabarua kupeana wabunge, is so unprofessional, isn't it? The president is so cheap, is demeaning the office of the presidency. Where is TSC? Are you getting it? Nilikuwa naongea hapa nini mwezi jana na marafiki zangu wale wako Kupet. Nikasema bwana, kwa nini nyinyi Kupet hamuongei kuhusu hii maneno mbaya hii inafanyika hii ya kwamba wanasiasa ndio wanapeana barua? Wakanyamaza. And then one yule mwalimu mwingine akasema hapana, hata hao Kupet nao wanawapewa mabarua, isn't it? Wanawanyamazisha. But we are eroding professionalism, yes, in employment. We are creating a bigger problem that poor people in this country will never access government jobs. That is what it means in short, isn't it? Watu wengi wale wako Kubusia masikini, wale wako Kakamega masikini, wale wako Vika masikini, wale wako Trans Nzoia masikini, wale hawasikizane na mbunge. Kwa sababu get it like this, because, isn't it, the winner takes it all from the constituent level, isn't it? Ukichukua saa hii mfano Kambi constituency, si ndio? Yule alipata kura 32,000 na kitu, sawa? Yule alikuwa namba 2 alipata kura 23,000. Mwingine akapata 10, mwingine akapata 10, like that. So ukiona ya kwamba yule mpunga ambaye alipita
does not have the absolute majority. Sawa, watu 60 kitu who are more than a half of those who voted for him walipigia upande mwingine. Huyo mpunga akipata hizo barua, he will never look for those people. The people who will get those people about the relatives. Exactly. Relatives wengi wanawapikia na kila kitu. It will be relatives, it will be who was my campaign manager, kama anakupikia kwa feli wewe kama una mtoto, best friend, best girlfriend, vitu kama hivyo. Are you getting it? We are rotting everything. Are you getting it? Na hatuwezi tukaenda hiyo njia. The president made a very big mistake. Let TSC a professional body and independent to its work, as has been the case. Miaka ile ya nenesha ya Kibaki, it was very clear. Walikuwa wanasema ya kwamba leo tunatafadhali hizi viti, hizi position tunataka wale watoto ambao walimaliza university kuanzia 2016 kwenda nyuma. Now hapana. I am told from reliable sources, mimi na nini mtoto nini relative anafunza Wasangishu huko. Mwingine anafunza Nandi County. Anakuambia huko wameandika hata watoto na wale walimaliza 2023. Wote walimu wako huku. We still have those one of 2011. You get the point? 20 wako hapa Bungoma, hapa Kakamega, hapa Trans Nzoia, hapa Vihiga, hapa Busia. Tuna wale walimaliza 2012, si ndio? Hata tuna mwingine hapa rafiki yangu alimaliza 2010, amekuwa employed mwaka huu. In the other places of the country, those who finished university 2022 hawako nyumbani. That is a very dangerous thing, isn't it? It has to be equal opportunity for all. It's not equal opportunities for those privileged to be a friend of an MP, to be a campaign of an MP. Lakini unajua Bwana Bonya, haya mambo yanafanyika, hata nina imani hata pia ukipewa nafasi kama hiyo utafanya vile vile. No. That is why we must follow the policies. What are the policies of TSC2 and recruitment of teachers? Is it giving the president letters? It is not. It's unprofessional. It's erosion of professionalism. Are you getting? Because they will never give those letters on merit. As we have clearly put it, it's favorism, friends, girlfriends, watu wengine, watoto wa shangazi wako. And that is why, isn't it? Watu wengi wameanza kuwa na revolution because they can't access. Ndio. Msasi masikini, yule ameuza shamba huko, mtoto wake hajui mbunge ni nani, alimpigia tu kura, hata kama hakumpigia kura, they will never be competitive. Isn't it? And that is why we cannot politicize the TSC. We can't politicize police, employment. And we cannot also politicize ID cards as it has been done, isn't it? We are eroding the credibility of institutions, isn't it? Let those independent institutions do their work. And I think Nancy Majaro or somebody, isn't it? I think should come out and train Kenyans why they have surrendered their conditional mandate of employing teachers and giving it to the politicians. Now, very dangerous. Bwana Bonya, nataka tumalizie. Sijui una jambo gani la mwisho kwa watazamaji? Mimi ile kitu ninaona ya kwamba from our region, si ndio? Watu tukichukua viongozi tuwe makini. Sawa? Hatuwezi tukachukua viongozi ambao wanaenda kuwa supporters wa watu wengine huko mbele. Isn't it? We need leadership. We need leadership that can guide. Talking about sycophants. Exactly. Wanakuwa sycophants, si ndio? Wanakuwa hawasemi ile maneno inawahusu wananchi. Isn't it? Anybody else could even ask Musalia Mudavadi Wetangula, what went wrong with the MOU? Are you getting it? Is what you are doing part of the MOU? The answer is no.
usitudanganye watu. Let the people be sincere, isn't it? Let leaders be very sincere. Let leaders serve the people. Let them not serve themselves. Let them go by the common purpose of the people. Matatizo ya watu wote wana uwezo wa kuyatatua, lakini kama wanafuata decision ya watu wengine, sisi viongozi, watu wa magharibi, zaidi ya watu karibu 7.5 milioni, tuko na shida kwa kuchagua viongozi ambao wanaenda kuwa wafuasi wa viongozi wengine. Hiyo ndio shida tuko nayo. And we pray that people like Natembe and others who are coming up, isn't it? Take us out of this ishimo ambayo tuko nayo ya kwamba tusiusiwe kiongozi ambao ni mfuasi wa kiongozi mwingine. Isn't it? Kwa kutafuta wewe kula, ukukula ukishiba, maneno yake imekwisha. Ujali an independent mind. Any person listening Zoya will meet the wrath of the electorate. Yoyote ambaye anaunga mkono, kwa sababu ulituambia ya kwamba hawauzi, hawalisi, sasa mnalisi. Tell us what has changed, and tell us people who have bought choppers here in Bungoma. Tunasikia siko karibu 3. Wacha hawa watu watuambie the source of buying a chopper at 400 million. Helicopters in Bungoma? Yeah, those are the rumors in the streets. If they are there, let those guys come up clear. Panapo moshi hapa kabisa hapa kosi mtu. Kwa sababu ni Felix, isn't it? Yes. Can an MP even a governor have no capacity to buy a helicopter unless he's a thief? Hawezekani. Helicopter ya shilingi milioni 400, mshahara wa governor miaka 5. It is not even 100 million. Miaka 5 yote. Miaka 10 is not even 200 million. And they are buying a helicopter for 400 million. But like fanya biashara. Biashara kind, tell us. Ni ya Zikalame ama ni biashara kind? So mimi lazima ya kwamba let us scrutinize. Some of them wanakuja and wanataka wao wa governor na wengine. We must put a close eye, isn't it? Watuambie source ya kununua helicopter shilingi milioni 250 walitoa wapi, na mshahara yako ya miaka yote haifiki milioni 70. Tell us. Are you getting it? And we have to be clear with those ones. Those people with helicopters, tell us the source. If not, kuiba mali ya watu wa Bungoma. Naam, sisemi kitu, najua sijui ni nani unazungumzia, lakini ile utaniambia wiki kesho. Nitakwambia wiki. Asante sana bwana Job Bonya kujiunga nasi hapa kwenye West TV Staftahi. Always pleasure. Always pleasure. Mtazamaji, asante sana kuwa nasi hapa kwenye West TV Staftahi kuanzia saa 1 asubuhi. Sema asante sana mwelekezo wangu Kelvin Kibet. Nakutakia mchana mwema. Mimi ni Felix Okubasu. Stop.